Kwa kweli leo ni tukio la kihistoria, lazima tukubali, na tukio la kihistoria hili mimi niseme pia, pamoja na mambo mengine, kwa wale ambao wanakumbuka wakati tunaingia madarakani, kwa maana ya mimi nikiwa rais wa shirikisho, nilikuja na nilikuwa nikizungumza sana kitu kinaitwa strategic plan yetu, kwa maana ya kuwa tuna mpango mkakati, na nia na madhumuni, malengo makuu ya mpango mkakati ule ni kuona kuwa kweli tunaliendesha soka letu au football letu kitaalamu zaidi, kama alivyozungumza katibu, professionally, lakini pia na kuona mbali ya utaalamu huo, lakini kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukafika pahali kuweza kuzalisha fedha zaidi. Lakini fedha hiyo pamoja na mambo mengine, hakuna kitu kikubwa kwanza kufika pahali ukaweza kujitathmini na ukajijua uko wapi na uko vipi, na tathmini ile ikiwa iko wazi kama hivi ambavyo tutapata watu kutoka Tanzania Securities Limited ambao wataifanya tathmini hiyo na kutoa ripoti yake ambayo itakuwa ya kitaalamu na yenye kuaminika, naamini inaweza ikatusaidia sisi Zanzibar Football Federation katika mambo yetu mengi mbalimbali. Kwa hivyo leo hii sio mwanzo, lakini sio kama ndio tumefikia pale tulipokuwa tunataka, lakini ndio tunaanza shughuli yenyewe kuendea kule tunakotaka kwenda. Tunafahamu tuna vijana wengi sana ambao wangependa kuona soka hili linakwenda na linafika mbali, lakini pia ni kiu ya rais wetu wa nchi hii Dr. Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuona kweli, moja katika hotuba yake ya kwanza kabisa wakati anazindua Baraza la Wawakilishi baada ya kushinda uchaguzi katika awamu yake ya kwanza, miongoni mwa mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliyazungumza ni kuona kuwa siku moja Zanzibar inakuwa chimbuko la vipaji na uwekezaji wenye uwezo wa kweli ambao wataweza, si kwa ligi yetu tu Zanzibar, si kwa ligi ya bara, lakini pia Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa hivyo sisi kwa upande wetu hilo ni moja kati ya jambo ambalo tumo nalo katika mpango mkakati wetu huo, na vipaji hivi si kwa watoto tu wa kiume au wavulana kama mnavyosema nyinyi, lakini pia na watoto wanawake kwa maana ya wasichana hivyo. Kwa hivyo sote tunafahamu kuwa soka letu, na sisi tu, lakini mara nyingi sana soka la Afrika ikiwemo na sisi Zanzibar tunakuwa tunapitia katika changamoto nyingi sana inapokuja katika kuongeza vipato, katika kuongeza uwezo wa shirika au shirikisho kuweza kujiendesha. Kwa hiyo kwetu sisi Zanzibar Football Federation leo tuna, kwa heshima na taadhima na kwa fahari kubwa kabisa, tunasema kuwa kwa mashirikiano na wenzetu wa Tanzania Securities Limited, basi kweli tunaweza tukafika pahali na kuona kuwa soka letu linafika mbali na linakuwa kwa kiasi au kwa kasi ambayo inayotakiwa. Tanzania Securities Limited ni one of the brokerage companies katika Tanzania ambayo imekuwepo katika soko kwa miaka zaidi ya 30, lakini tunakuja hapa tukiwa tuna heshima kubwa kuja katika kuwa sehemu ya safari kubwa na nzuri ya soka la Zanzibari, lakini pia tunakuja na dhima kubwa tukitambua kwamba serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi ina maono makubwa sana katika habari ya soka la Zanzibari. Sasa safari hiyo tunaamini kwamba ushirika wetu sisi Afrilex pamoja na Afrilex utasaidia basi mwanzo na mtembeo wa ndoto ile. Amesema katibu kwamba tunaangalia kuthaminisha ligi. Unapomaliza kuthaminisha ligi, ina maana unafungua milango sasa baada ya kufahamu thamani halisi ya ligi, kwamba sasa unapopata mwekezaji uweze kumwambia unakuja kuwekeza, mimi nina uwezo gani, kwa sababu asiwekeze tu, lazima useme kwamba unajitambua. Lakini sio ligi peke yake, tunapaswa kuangalia timu yetu ya taifa. Timu yetu ya taifa ina ubora wake, tunaufahamu, lakini sasa tunapomaliza pia kuthaminisha timu ya taifa, basi tunaangalia namna gani sasa ya kuleta mapinduzi makubwa katika mpira, kwamba mpira huu wa miguu sasa uwe ni kivutio na kichocheo kingine cha vijana, lakini pia cha kiuchumi na kimustakabali mzima wa maendeleo wa visiwa vyetu hivi vizuri vya Pemba na Unguja. ZFF katika mwaka huu wa 2026 kwa mujibu wa historia tunatimiza miaka 100
tokea shirikisho hili limeweza kuanzishwa hapa Zanzibar. ZFF imeanzishwa mwaka 1926. Imepitia majina tofauti tofauti, imepitia muundo tofauti tofauti na nyakati tofauti tofauti. Imeanza kama IFOZA, idara ya futboli Zanzibar, ikaja kujulikana kama ZFA, Zanzibar Football Association, lakini kufika mwaka 2018 ikabadilika kutoka ZFA na kuwa ZFF, kwa maana Zanzibar Football Federation. Kwa hiyo namna ambavyo ZFF ilitokea na kwa historia hiyo kwamba imeanza mwaka 1926 inafanya ZFF kuwa ni miongoni mwa mashirikisho matatu makongwe zaidi ya Afrika, ukiacha shirikisho la nchini Ethiopia pamoja na shirikisho la nchini Misri. Linalofuatia kwa Afrika ni ZFF. Ni shirikisho kubwa pengine kuliko CAF yenyewe ambayo ni shirikisho la vyama vyote vya mpira wa miguu Afrika. Kwa tuna historia ndefu hiyo. Tumepitia nyakati zote hizo, lakini tofauti. Lakini kwa mwaka huu kipekee kabisa kama ZFF tumezingatia kwa mwaka maalum, mwaka ambao tunakwenda kutimiza miaka yetu 100. Kwa namna hiyo basi kuna namna ya kuweza kufanya mabadiliko na maboresho makubwa ya kimuundo, kiuendeshaji, lakini pia kufungua milango mkubwa wake kwa ajili ya kuwa na mashirikiano na taasisi na idara mbalimbali kwa ajili ya kuboresha na kukuza mpira wetu wa miguu Zanzibar. Sote ni mashahidi juhudi kubwa iliyofanywa na Rais wa Zanzibar wa awamu hii ya 8 Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuboresha miundombinu mbalimbali, lakini miundombinu ya mchezo wa mpira wa miguu imekuwa ni miundombinu ambayo imechukua nafasi kubwa mno na imefungua fursa nyingi kwa Zanzibar.